nazi na maziwa. Sasa unataka kunilazimisha katika kundi hilo na wewe nikuweke mmoja. Sawa. Utanilia radhi mdogo wangu, lakini katika nia kukufundisha. Sawa. Tukio la mkuu wa mkoa wa Mwanza na tukio la mkuu wa Tabora ni vitu viwili tofauti. Mkuu wa mkoa wa Mwanza alikwenda uwanjani. Mkuu wa mkoa wa Tabora alitoa ahadi kuahidi wachezaji wake, kama mkifanya vizuri nitakupeni bonus. Ni haki yake kimsingi kuona mkoa wake unafanya vizuri, moja ya kazi ambayo ndio aliyepewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lile la kuongoza hakupewa kuhakikisha anakwenda Tabora kufanya ulinzi tuna usalama wa mkoa, lakini hakikishe maendeleo ya mkoa yanakwenda vizuri. Moja ya maendeleo ya mkoa, mkuu wa mkoa akiona timu yake inahitaji kufanya vizuri, ana haki ya kimsingi ya kikatiba kuisaidia timu yake kwa sababu iko kwenye eneo lake. Hilo na tukio la Mwanza ni vitu viwili tofauti. Tukio la Mwanza tofauti na la Tabora. Sasa kwa picha ya jumla, achana na mambo ya Simba na Yanga. Tumeona msimu huu hata bodi ya ligi walipata kuzungumza wakati fulani Almas Kasongo kwamba wasemaji wapunguze comment. Hiyo moja. Lakini mbili, tumeona msimu huu pia wasemaji wa vilabu vikubwa Simba, Yanga, hata wakati mwingine Azam, Zaka wakiitwa kwenye kamati za bodi ya ligi, kamati za ligi kwa namna moja ama nyingine, kwenye kukosolewa namna ambavyo wanaweka mambo yao. Unafikiri sasa kuna mstari inabidi uchorwe ambao uonyeshe kwamba vijana wanabidi wajue mwisho wapi? Hapa ni kwa mkoa, lakini hata bodi ya ligi kuna wakati nahisi kuna vile vindi sawa kwa wazungumzaji wetu wa hivi vilabu vikubwa na vilabu vingine. Shida mimi nafikiri zinaanzia kwa management za hizi timu. Kwa nini? Kwa nini? Simba ni taasisi kubwa. Dar es Salaam Young Africans ni taasisi kubwa. Ukubwa wa hizi taasisi zinahitaji wasemaji wanaofanana na ukubwa wa hizi taasisi. Moja ninachokiamini, wasemaji wa hizi timu, kabla hujaangalia elimu na uwezo wao wa kielimu ukoje, lazima uangalie busara na hekima zao zikoje. Nataka kusema kwamba leo hii unapopewa dhamana kwenda kuizungumzia Dar es Salaam Young Africans, unapopewa dhamana kwenda kuizungumzia Simba Sports, maana yake lazima ujitambue. Unakwenda kumzungumzia rais, unakwenda kumzungumzia makamu wa rais, unakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa chama, unakwenda kumzungumzia kila mtu. Maana yake busara na hekima lazima ifanyeje? Ukuongoze. Kwa shida inapoanza, wasemaji wa hivi vilabu lazima wajitofautishe kati ya wao na Kisugu. Shida inayokuja, hawataki kujitofautisha kati ya msemaji na mashabiki. Ziko engo ambazo wasemaji wanatakiwa kuishi na ziko engo ambazo wasemaji wanatakiwa kuziacha, waache mashabiki waendelee kufanyaje? Kusema. Msemaji ni kiongozi ujue. Kwa hiyo niliwahi kusema ukubwa wa hivi vilabu, lazima tunapoamua kwenda kuwatafuta wasemaji wa hivi vilabu, lazima tuwatafute wasemaji ambao wana uweredi mkubwa wa kuvisemea hivi vilabu. Leo kama wewe msemaji wa klabu kubwa hutaki kujua mipaka yako, maana yake wewe una shida kwenye kazi yako. Na ndio maana niwapongeze bodi ya ligi, baada ya kuliona hili waliamua kutengeneza kanuni kuona namna ambavyo wanakwenda kuwadhibiti hawa. Kwa lugha rahisi unataka kuniambie Alikamwe medali watoshi kwa nafasi walizopewa na vilabu vyao? Unanisemea na kuuliza wanatosha? Unanisemea swali hili la kwako wewe ni zuri, swali lako ni zuri. Ina maana kwamba wao wamepewa kazi na nani? Na vilabu vyao. Maana yake vilabu unakwenda kuzungumzia management za Simba, management za Yanga. Wao wameonaje? Wewe umesema kwamba nisikilize, wao waliopewa dhamana wameonaje? Mimi siwezi kusemea hao. Kwa hiyo mimi nimesema wanatosha, sipokuwa mimi napeleka rai yangu kwao. Kwamba inawezekana wakawa wanatosha, mimi napeleka rai yangu kwa management ya hizi timu. Kwamba busara zingatiwe kwa wasemaji wao. Tafasiri kwamba unaona vijana hawana busara, wewe siulizi taasisi hapa. Mtazamo wangu na maoni yangu kwamba nimesema tunapokwenda kuchagua wasemaji katika hivi vilabu lazima tuwatafute watu wenye busara na hekima kwenda kuvisemea hivi
Hayo ni maoni brother. Kwa hiyo kuna kupungukiwa busara na hekima kwa wale. Inawezekana, na ndio maana Waswahili wanasema siku zote ukiona sheria inawekwa basi ujue kuna vitendo vinafanyaje? Vinafanyika. Wewe umethibitisha, sio mimi, kwamba bodi ya ligi wameweka kanuni. Ndio. Za nini? Za kuadhibiti. Maana yake bodi ya ligi wameona kuna vitendo vinafanyaje? Vinatokea.